hali halisi ya mashamba ya mipira kwa sasa, mipira yote karibu asilimia nyingi sana ya mashamba katika maeneo ambayo tumeyapitia na yale ambayo hatujayapitia kwa leo, lakini asilimia kubwa ya mipira imekatwa kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Wanajamii wanaoishi katika maeneo ambayo mashamba ya mipira wanayatumia maeneo hayo kwa shughuli zao za kijamii. Kwenye eneo hili ukataka kufanya huduma yoyote au shughuli yoyote ile ya kijamii, lazima kwanza ufuate utaratibu. Inafaa uruhusiwe, haifai basi utaambiwa kwamba swala hili halifai kufanyika katika maeneo haya, au unaruhusiwa kufanya lakini kwa kipindi fulani, kwa sababu maeneo haya kama nilivyosema mwanzo mahususi kwa ajili ya shughuli za uwekezaji. Na uwekezaji sasa hivi serikali ndio imeona kwamba inaingiza mapato makubwa katika nchi. Hayo mapato yanayopatikana ndio yanayotusaidia katika huduma za afya, yanayotusaidia katika huduma za kijamii, mfano maji, umeme na vitu vingine. Ya serikali wala sijapanda kwa ruhusa ya wizara yoyote. Okay. Nilipanda tu mimi kama mimi kuona ni eneo liko huru, eneo la serikali. Basi nikaona nisitumie nguvu zangu vinginevyo. Nijaribu kuwekeza, nipata na nchi, ningao na taifa, nitapata riziki yangu, na serikali itapata nini? Mapato yake. Lakini mashamba haya ya mipira tayari yote yashaharibiwa katika hali ya ukataji wa miti, hayafai. Tuna shamba hili la Basara, tuna shamba la Selemu, tuna shamba la Bahareni. Sasa mashamba haya kiukweli ni makubwa, lakini kama tunavyoyaona hapa, yani yashaharibiwa. Kwa ukweli ni jambo ambalo kwamba sisi kwa upande wa sheria tulichukua jitihada kubwa au na nyingi tukishirikiana na wenzetu wa Wazipa katika hali ya kupambana na hili suala, lakini siku hadi siku hili suala linazidi. Ukiacha uharibifu wa ukataji wa hii miti, kuna watu wanayatumia haya mashamba kama ni ya kwao, kwanza kwa kupanda miti ya kudumu, lakini wengine wanafanya shughuli za ujenzi. Na tayari karibuni tulikuwa na wale mkurugenzi wa Zipa alikuja karibuni, tukaona miongoni mwa foundation zilizopigwa, lakini yakatoka maelekezo kwamba jambo lile lisiendelee kufanywa. Na maelekezo haya yalifika kwa wahusika. Kuna wengine mashamba haya yanatumia kwa kupanda miti ya kudumu, kwa mfano minazi, kuna mikarafuu, kuna midalasini. Kwa hapa tupo tutaona kwamba kuna mikarafuu humo imepandwa. Serikali ndani ya eneo la mipira, lakini pia nashukuru kuizungumzia hii miti ya mipira, namna inavyohudumiwa, namna inavyokatwa, na pia najua athari ya ukatwaji wa miti hii vipi itatukuta na ishaanza kutukuta. Sasa ni vitu mimi kama mimi, kwanza jina langu naitwa Ali Hamad Khamisi, umri wangu ni miaka 66. Ni mshiriki wa upandaji wa mipira hii tokea mwaka 78. Naifanyia kazi hadi leo inafilisika kwa nguvu za watu kukatwa. Nilikuwa nikipata mshahara na wenzangu, na hadi leo nakiinua mgongo kuhusiana na miti hii. Kwa hivyo mimi naumwa zaidi kwa hii miti. Lakini kilichonisikitisha au kilichosikitisha kama watendaji wa humu ni serikali kutuacha mkono na kuiachia miti hii ikahudumiwa. Ndio maana yakatokea yote haya yanayotokea sasa. Ilikuwa hakuna uwezekano mtu kuja kulima hapa. Ilikuwa hakuna uwezekano mtu kupanda humu. Ilikuwa hakuna uwezekano hata mtu kuokota kuni kavu wakati tulipokuwa pamoja na serikali. Lakini serikali ilivyotuacha kama wananchi, kama wafanyakazi, tulishindwa kuzuia wimbi la watu kuhujumu miti. Nafikiri ofisi ya Sheha ni mashahidi, mkuu wa wilaya ni mashahidi, mkuu wa mkoa ni shahidi, polisi ni shahidi, kilimo ni shahidi, idara misitu shahidi, na Zipa mkati huu mfupi mlioingia pia ni mashahidi. Tushashirikiana nao katika kudhibiti hili jambo, lakini matokeo yake limeshindikana. Sasa leo tukipata hizi taarifa zazidi kutusikitisha, kwa sababu kuna watu wanyonge tulikuwa tukipata riziki zetu halali za kutoa mpira humo na serikali inapata mapato. Lakini ilifika siku serikali ikatamka kwa sasa hii imepitiwa na muda, haifai, maeneo ya mashamba yabakie kupelekwa uwekezaji. Wataletewa nani? Wawekezaji watakuja watapewa maeneo. Hilo tulijua. Ndio tukaona sasa hii miti inakatwa.
lakini athari si kukata miti tu, na jamii kwa ujumla. Tutapata athari ya jangwa, tutapata athari ya jua kali, tutakosa mvua, tutakosa kila kitu. Sasa hichi ili tufanye nini sasa? Mimi kama mimi na uzee wangu ndio nao, sijui ushauri ni uanzie wapi. Unaona, sasa lilipolitokea hili kidogo kidogo, kwa sababu sisi tunafanya kazi humu, basi pia tulikuwa tunahitaji sehemu ya kupanda kitu cha kula. Hapo nilianza kupanda mihogo ya kula mimi kidogo kidogo, sio? Lakini kaona ardhi iko open, hatukufika huko kupanda mipira. Huko chini hatukufika kwenye huo ubonde niliopanda mikarafuu, hatukupanda mipira huko. Na kulikuwa kuna sababu kubwa, kulikuwa kuna tisha sana. Kuna watu walipoteza maisha hapo chini hapo. Kwa sababu Waswahili tukaitekidi kwamba kuna majini hapo hakwendeki, au sio? Na palikaa miaka mingi mtu haingii. Lakini baada ya muda tukaingia kidogo kidogo, nikapanda mihogo, nikaona miche ya mkarafuu imo kwenye mpira, kwa nini hii ardhi nisihuishe nikaiwekea mkarafuu? Nikaanza taratibu mwaka 2014 kuweka mikarafuu taratibu mpaka mwaka jana na mwaka huu. Nadhani official shahidi ndiko napokuwa nangichukua miche, au sio? Kwa sababu najua na hifadhi ya ardhi hiyo tokea Mwenyezi Mungu alipoiteremsha hapo haijawahi kulimwa kitu chochote. Kwa nini zao la taifa nisiweke? Nilijiamulia binafsi nikaweka. Sikushawishiwa na mtu wala sikufuata utaratibu huo mama uliozungumza. Niliamua tu kama mwananchi wa kawaida, ardhi ya serikali, na nashukuru sijawahi kupata maelezo yote kwa wananchi kwamba umechukua shamba langu au umechukua ardhi yangu. Lakini nikijua siku moja serikali itanihoji. Nikijua siku moja serikali itanihoji, lakini serikali ikinihoji nilioliweka ni zao la taifa. Sasa vyovyote vitakavyokuwa, nadhani kijana nilimweleza msiwe na wasiwasi katika hili. Hata serikali ikichukua msitata pesa. Na niko radhi kabisa. Lakini najua hizi nguvu zitatumika kwa uhalali. Mimi Mungu atanisaidia kwa njia nyingine. Tuwashauri tena kwamba sasa hivi awamu ya 8 Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweka mbinu mbalimbali za wananchi kujitafutia kipato, mbali ya upigaji wa makaa au mbali ya uharibifu wa mazingira huu ambao umefanyika katika eneo hili. Kuna mikopo ambayo haina riba katika program mbalimbali na katika maeneo tofauti. Kuna mkopo wa 442, kuna mikopo ya Inuka, kuna na program nyingine nyingi ambazo hizi zinaweza zikawasaidia wananchi kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza wakaenda katika taasisi ambazo zinatoa hiyo mikopo, kwa mfano Wizara ya Ajira, Vijana na Uwezeshaji,